Marekani imetekeleza mashambulizi ya anga dhidi nchini Yemen na kusababisha vifo vya watu 50, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutahadharisha kwamba atawanyeshea mvua ya mashambulizi. Mashambulizi haya yanajiri baada ya kundi la waasi la Yemen kutishia kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli zinazohusiana na Israel katika bahari ya Shamu kufuatia vizuizi kamili vya ukanda wa Gaza ambavyo sasa vimeingia katika wiki ya 3. Je, hii ndio njia pekee ya kukabiliana na waasi wa Houthi? Anaanza kwa kueleza mashambulizi haya yalitarajiwa. Nimezungumza na Mohamed Abdurrahman, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Hili lililotokea ni sehemu ya ule msimamo ambao Trump amekuwa akiuzungumzia kwa muda mrefu. Hatua hiyo ameitekeleza baada ya kile kitisho kilichotolewa na Wahouthi kwamba wataendelea kuziandama meli zozote au misafara ya meli katika bahari ya Sham, meli ambazo zitaonekana kuwa na ushirikiano na Israel. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilitarajiwa, lakini lilikuwa haikufahamika kwamba litafanyika wakati gani hasa. Hali ya kisiasa nchini Yemen kwenyewe iko vipi wakati huu tunapozungumza? Lakini pia utaniambia, hii ndio njia ya kipekee kukabiliana na kundi la Wahouthi ukilinganisha na njia zilizotumika na watangulizi wake Trump? Kwanza nijibu hilo la pili. Nafikiri hii sio njia pekee, na sifikiri kama itakuwa ni njia ambayo itakuwa na tija. Nafikiri njia pekee ya kuweza kumaliza mgogoro huu ni kuhakikisha kwamba panapatikana njia ya mazungumzo, kwa sababu nikirudi nyuma kidogo, hapo kabla ilisemekana kwamba Marekani haitokuwa tayari hata wakati mmoja kuzungumza na wapiganaji wa Hamas, ikilitaja kundi la Hamas kuwa ni kundi la kigaidi. Lakini hivi karibuni zimetokeza taarifa kwamba ujumbe wa Marekani umeanza mazungumzo na Hamas. Kwa hivyo nafikiri kwamba hii si njia mwafaka kuweza kutafuta suluhisho, lakini vile vile njia hii ina matatizo yake. Matatizo makubwa zaidi, tusisahau, ni kwa sababu kundi la Wahouthi linaungwa mkono na Iran. Kwa njia hiyo utaona moja kwa moja kwamba mbali na Wahouthi, lakini adui mkubwa zaidi kwa Marekani na pia Israel ni watawala wa Iran mjini Tehran. Kuhusu hali ya kisiasa huko Yemen imekuwa katika mtafaruku na hali mbaya ya kisiasa kwa muda mrefu. Hivi tunavyozungumza, serikali iliyopo mjini Sanaa ni serikali ya Wahouthi, na Wahouthi wanashikilia mji mkuu na maeneo ya kaskazini magharibi. Lakini Yemen naweza kusema kwamba takriban kama imegawika, kwa sababu kuna serikali ya mpito iliyoko upande wa kusini, hiyo inapambana na utawala wa Houthi upande wa kaskazini. Kwa hivyo hali ya kisiasa ya Yemen yenyewe, ndani ya Yemen, ni tete, mbali na mgogoro huu unaoendelea pamoja na Marekani. Lakini kwa upande mwingine pia Wahouthi wamekuwa katika hali mbaya ya uhusiano pamoja na Saudi Arabia, ambayo wanaituhumu kuwa inaiunga mkono serikali ya mpito iliyoko mjini Aden, kusini mwa Yemen. Hawa Wahouthi sasa ukiwatizama, wana nguvu kiasi gani kiasi cha kujibu mashambulizi kama haya? Wana nguvu kiasi kwa sababu wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya misafara ya meli katika bahari ya Sham, meli ambazo zinadaiwa na Wahouthi kwamba zina mahusiano fulani na Israel. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba ina nguvu kiasi, lakini kwa hali tunaoiona hivi sasa, ninaamini kwamba utawala wa Trump utahakikisha unaliangamiza kundi hili, na kunapatikana hali ile iliyojitokeza pale Israel ilipochukua hatua kali kulidhoofisha kundi la Hezbollah nchini Lebanon kwa kuwaua viongozi wake wengi wa ngazi ya juu wa kijeshi na kisiasa, na hali kadhalika kwa upande wa kundi la Hamas. Lengo kubwa kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba Wahouthi hawapokei tena misaada yoyote ya silaha kutoka Iran, na ikiwa Marekani itaweza kuidhibiti Iran katika hilo, nafikiri Wahouthi nguvu zao pia zitaweza kudhoofishwa. Umetaja suala la Israel na kundi la Hamas. Mashambulizi haya yana uhusiano gani na hali ya sasa ya kisiasa na kijeshi katika ukanda wa Gaza? Kwa mujibu wa taarifa za Wahouthi ni kwamba wanafanya mashambulizi au wametoa kitisho cha kuendelea na mashambulizi yao katika bahari ya Sham kwa kile kilichotajwa kwamba ni kulipiza kisasi au kupinga hatua ya Israeli ya kuzuia misaada
kuingia Gaza. Tunajua kwamba mtiririko wa misaada ni jambo ambalo lilianza mara tu baada ya kutekelezwa kwa yale makubaliano ambayo yalihusika na kuachiwa huru kwa mateka wa Kiisraeli wanaoshikiliwa na Hamas pamoja na makundi mengine ya Wapalestina. Lakini mara tu baada ya kumalizika awamu ya kwanza, Israel ilichukua hatua kuzuia misaada yote kuingia tena Gaza, na hali hiyo imeleta hali isiyoridhisha na isiyopendeza panapohusika na wakazi walioko Gaza, hasa katika mwezi huu mtukufu wa funga ya Ramadhani. Mashambulizi haya yanaweza kuwa na matokeo gani kwa uhusiano wa Marekani na nchi za Kiarabu, hasa zile zinazounga mkono Wahuthi? Sidhani kama kuna nchi kutoka kundi la nchi za Kiarabu. Ni kwamba Wahuthi wanaungwa mkono na Iran, na Iran si nchi ya Kiarabu, si mwanachama wa Umoja wa Nchi za Kiarabu. Na hali kadhalika kuna swali hapa la kwamba Iran ni nchi ya Kishia na kundi hili la Wahuthi ni kundi la wafuasi wa madhehebu ya Shia. Kwa hivyo hilo tunaloweza kulizungumza ni kwamba uhusiano huu utaendelea kati ya Wahuthi na Iran, kwa sababu Iran ina maslahi yake katika eneo lile. Lakini nafikiri kwamba kutokana na mabadiliko haya tunayoshuhudia hivi sasa ni suala la muda. Naona kwamba kutokana na msimamo huu wa serikali ya Trump itapambana vikali kwa kile alichokiita Wahuthi wawe tayari kukabiliana na mvua ya mashambulizi. Nafikiri hali tunaweza kuiona ikibadilika, lakini kwa sasa bado ni mapema mno. Je, kuna hatari yoyote ya ongezeko la mizozo katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na hatua hizi za kijeshi? Na hapa unaona ipi nafasi ya jamii ya kimataifa? Mzozo wa Mashariki ya Kati utaendelea tu kuwa katika hali hii tunayoona hivi sasa. Kwa hivi sasa jumuiya ya kimataifa, na nikizungumzia jumuiya ya kimataifa ni Umoja wa Mataifa, umeshindwa kusimama katika nafasi hiyo, na bado nahisi kwamba suala la Mashariki ya Kati kuelekea suluhisho bado lina giza lililotanda kwa ukubwa zaidi. Kundi hili la Wahuthi ni kundi la wafuasi wa madhehebu ya Shia. Kwa hivyo hilo tunaloweza kulizungumza ni kwamba uhusiano huu utaendelea kati ya Wahuthi na Iran, kwa sababu Iran ina maslahi yake katika eneo lile. Lakini nafikiri kwamba kutokana na mabadiliko haya tunayoshuhudia hivi sasa ni suala la muda. Naona kwamba kutokana na msimamo huu wa serikali ya Trump itapambana vikali kwa kile alichokiita Wahuthi wawe tayari kukabiliana na mvua ya mashambulizi. Nafikiri hali tunaweza kuiona ikibadilika, lakini kwa sasa bado ni mapema mno. Je, kuna hatari yoyote ya ongezeko la mizozo katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na hatua hizi za kijeshi? Na hapa unaona ipi nafasi ya jamii ya kimataifa? Mzozo wa Mashariki ya Kati utaendelea tu kuwa katika hali hii tunayoona hivi sasa. Kwa hivi sasa jumuiya ya kimataifa, na nikizungumzia jumuiya ya kimataifa ni Umoja wa Mataifa, umeshindwa kusimama katika nafasi hiyo, na bado nahisi kwamba suala la Mashariki ya Kati kuelekea suluhisho bado lina giza lililotanda kwa ukubwa zaidi.